Jambo la siku 3 linahitaji muda. Mimi kwangu mimi naweza kusema kwamba of course kama msema Zungu sio jibu geni na sio jambo la juzi au la jana, lakini turudi nyuma kidogo. Rais Samia kabla hajawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makamu wa rais, alikuwa makamu wa mwenyekiti wa Bunge la Katiba. Simuelewa vizuri. Nawakumbusha tu kidogo. Alikuwa makamu mwenyekiti wa Bunge la Katiba. Mchakato wa Bunge la Katiba ulipofikia ni mkiani. Simuelewa. Kama tutaamua kwenda na jambo, labda uniambie leo kwamba lile bunge ambalo litumia fedha nyingi halikufanya jambo lake vizuri. Wale wabunge maalum ambao waliteuliwa, wengine ambao hawakuwa wabunge mle ndani, walikuwa wa nje, zile fedha ambazo zilitumika bure, sio umeelewa, kwa ajili yao. Lakini kama ulikuwa ndo mpango wa serikali kuanza mchakato wa katiba mpya kwa kukusanya maoni, wazo ambalo rais wa zamani Jakaya Mrisho Kikwete pokea mawazo kutoka kwa vyama mbalimbali vya siasa na kuona kwamba kunayo haja ya kufanya hicho ambacho kimefanyika, na akaanza huo mchakato ambao alienda nao mpaka ukafikia kwenye swala la upigaji kura kwa wananchi. Katiba inayopendekezwa ya Jaji Warioba iko tayari. Sio umeelewa vizuri? Leo hii mkituambia kwamba kuna muda wa ziada unatakiwa kwa ajili ya hicho, ndio maana inawezekana panapatikana msigano fulani kutokana na kile ambacho kinazungumzwa. Kuna hoja ngumu zinajibiwa na majibu mepesi. Ndio. Si umenielewa? Yaani mtu anatoa hoja ngumu kuhusiana na bunge, kuhusiana na katiba mpya, unakuja na majibu mepesi kwa sababu inawezekana unafahamu kabisa hata nikiwajibu vyovyote vile wakina Kamila hamna namna ya kufanya chochote kile. Si unaelewa vizuri? Nafasi iliyobaki sasa hivi tukitumia katiba inayopendekezwa ya Jaji Warioba, nafasi iliyobaki ni ya kupiga kura kwa wananchi. Hiyo tu ndio ambayo imebaki, na tayari katiba inayopendekezwa imeshazagaa katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kupiga kura ndio huo muda unaotajwa kwamba ni muda mrefu. Wewe unaona imebaki kama mkia, lakini tukirudi kwenye uhalisia, kwa mfano wakati fulani nadhani kwa mwaka 2023 Rais Samia alizungumza hadharani kuhusiana na mahitaji ya katiba mpya. Akasema wazi kwanza, kabla hii katiba kupendekezwa na nini, Watanzania wanahitaji elimu. Wanahitaji elimu kwa ajili ya katiba mpya, ili wafahamu kwa nini tunataka katiba mpya, wapate elimu alafu waone sasa tunaenda na katiba ya namna gani. Na akasema wazi kwamba swala la elimu si swala la siku moja wala siku mbili, ni mpango maalum. Lakini pia ulifanya watu walikuwa wanatoa maoni wanataka katiba mpya. Sasa ndo elimu, sasa mpango wa elimu. Kabla ya huko Zungu, kabla ya huko maoni ya wananchi ambayo yalikuwa yanakusanywa yalikuwa ni ya nini? Si ndio ilikuwa elimu hiyo ya kuambia wananchi kuhusiana na jambo tulilonalo? Sasa si ndo mchakato? Yaani elimu si swala la mchakato. Yaani elimu tulipofikia kwenye katiba pendekezwa tumefikia wapi? Tumefikia sehemu nzuri ya kupiga nini, lakini maoni ambayo tuliyatoa mwaka 2014 na watu ambao walitoa maoni mwaka 2014 ukileta mwaka huu 2025, karibu miaka 11, si ndio? Uone mambo yamebadilika. Kuna watu wamekuwa watu wazima. 2014 walikuwa na miaka 10, sasa hivi wana miaka 21, wanaingia kabisa kwenye haki ya kupiga kura. Kwa hiyo mahitaji pengine labda yamebadilika kulingana na wakati, na ndio maana kila serikali ya CCM ikichungulia naona basi tuwape kwanza elimu kabla hatujaja kwenye ule mchakato wa katiba. Kwa hiyo maana yake lile jambo ambalo lilifanyika mwaka 2014 2015 linapotea tena, tunaanza mchakato upya. Kwa maana gani sasa? Kama issue itakuwa ni elimu, tunahitaji tena kuwa na bunge jipya la katiba, tunahitaji kuwa na maoni mapya, tunahitaji tena kuwa ambao tena itachukua muda mrefu, ambao atakuja kuja kiongozi mwingine ambaye inawezekana atakayekuja kiongozi mwingine atakuwa hana hiyo focus. Sio umeelewa vizuri? Atakuwa hana hiyo focus ya kuleta katiba mpya. Kwa hiyo maana yake mchakato wa katiba mpya utakuwa unapigwa kalenda kila kiongozi mpya akiingia madarakani. Means
tuna uwezekano wa ile ambayo ilikuwa imeanza tukaitekeleza. Kwa mfano, sasa hivi tunatumia katiba ya mwaka 1977, si ndio? Ndio. Ambayo maoni sijui na mipango yake ni ya zamani sana. Ina viraka ina viraka ambavyo vimekuwa vikirekebishwa hapa katikati. 2014, 2015 sio mbali, ni miaka 10 tu sio iliyopita. Sio mela vizuri. Hiyo miaka 10 iliyopita kuna uwezekano tukaitumia hiyo ya miaka 10 ambayo wananchi walishirikishwa moja kwa moja, tukaitumia hiyo wakati tunaendelea kuwa na plan ya kutafuta nyingine, na kuwepo na muda mwafaka kama ilivyo uchaguzi, kwamba katiba hii kila ikifikisha miaka 50 tutakuja na maoni ya nyingine tuirekebishe katiba. Kila miaka 100 mimi nahisi zitakuwepo until today. Nini? Hizo taarifa of course zipo. Bunge linatunza kumbukumbu na nyaraka muhimu. Zipo. Tunadi kumbukumbu ya vikao vya kwanza vya bunge. Enzi bunge linafanyika Karimjee. Zipo. Kwa hiyo kinachotokea kufanyika hapa Dodoma ni rahisi tu kwamba tulipoishia ndo tuanzie. Mimi naona counter attack labda pengine sisi wanaweza wakaondoka na hii agenda kwenye kampeni. Kwamba muda tuchagueni tuwaletee katiba mpya kabla ya uchaguzi wa mwaka 2030. Yaani kwenye sayansi ya siasa sio kina makala hapa wanazungumza nini, wenyewe wakikaa kwenye postmortem zao wanajua kabisa swala la katiba mpya, yani CCM wanajua swala la katiba mpya ni swala ambalo ni ajenda ya vyama vya upinzani, lakini pia sio ajenda ya wanasiasa, ni kila Mtanzania, maana katiba si inagusa kila Mtanzania. Kwa hiyo maana yake kwa wanasiasa katiba mpya ni ajenda ambayo inauza sokoni, sio? Sasa CCM huenda mimi ninavyowaza wanaweza wakaja na hii ajenda kuelekea kwenye uchaguzi, kwenye kampeni, kwamba muda turudisheni na tuwahakikishieni kwamba tutawapatia katiba mpya kabla ya mwaka 2030. Nini wameondoka na kwamba wako tayari kwa mtu? Yes, of course. Kwa sababu ukimsikiliza makala anasema wako tayari, lakini swala ni la muda. Jana alisema sawa. Ngoja nikwambie, hii yote ni issue ya siku moja. Alizungumza siku moja akiwa nafikiri Jogoo. Yeye jana ilikuwa nani Ubungo? Hiyo ilikuwa Ubungo. Yeye jana ilikuwa Ubungo. Kwa maana ya kwamba anachokizungumza ni mimi nilizungumza jana kitu kimoja, ni mentality ya kuambia tu wananchi kwamba tutafanya kama tukipewa nafasi nyingine. Sio, umenielewa? Sijui kama natamani sana kusikia nyimbo ya Ndio Mzee ya Professor Jay leo asubuhi. Washikaji sio wamesikia. Ndio Mzee ya Professor Jay leo asubuhi. Kwa maana break. Yes, kwa maana wakati tuna link break kabla ya magazeti tusikiliza Ndio Mzee. Kwa maana gani? Kumekuwepo na ahadi nyingi ambazo Mtanzania au mwananchi anapewa lakini hazitekelezeki. Muda ukifika wa kuomba zile ahadi wa kumaliza muda wake, anarudi na zile ahadi kwamba nilishia hapa, mkinipa tena nitaendeleza hapa na hapa. Sizungumzi CCM na sizungumzi CCM. Sizungumzi kama CCM aliahidi kwamba tutakuwa na hicho kitu, hapana. Lakini kumekuwa na hoja za msingi ambazo zinazungumzwa na vyama vya upinzani kuhitaji hiyo katiba mpya ili iwe na marekebisho kidogo ambayo wanadhani wao wanabanwa kwenye namna ambavyo wanaweza uchaguzi kwenye siasa zaidi. Katiba kipengele cha siasa inawabana wao, wanakuwa kama hawako huru hivi, tofauti na chama ambacho kinatawala, kwamba rais apunguziwe nguvu. Katiba iliyopo inampa sana rais nguvu. Katiba iliyopendekezwa, katiba ya Jaji Warioba, ina vipengele vingi ambavyo vyote vilipigiwa vilitolewa maoni bungeni, vilijadiliwa na vikaandikwa. Hii ni rasimu ya katiba mpya. Rasimu ya katiba mpya, nani ambaye anaenda kuithibitisha? Ni wananchi. Waende wakaipigie kura. Ndio msemo ambao tumefika. Kwa hiyo kama tunaweza kuitumia ile kuacha ile 77 kama tunasema watu wale wamekuwa mawazo ni tofauti. Leo tunatumia katiba ya mwaka 1977. Leo ni 2025. Sio, umeelewa vizuri? Kama leo ni 2025, kwa nini tusitumie rasimu tukaipigia kura rasimu ile ya mwaka 2014? Sio, umeelewa? Kama 2014 ipo, kwa nini tusipigie kura tuone wananchi wanaisemaje, wameielewaje, wameisoma? Inawezekana ikawa ni issue ya miezi miwili mitatu. Sio, umeelewa? Sababu nyingi au tukisema kama okay, focus yetu sasa hivi kuelekea uchaguzi mkuu ni kuipambania rasimu ya katiba mpya. Unajua? Unaweza kusema tunaelekea uchaguzi. Ukasema kwamba okay fine, sasa hivi tuende kwenye utoaji wa maoni au upigaji kura na utoaji wa elimu kuhusu rasimu ya Warioba. Sawa? Vyombo vya habari vikapewa hilo jambo, tukapiga kelele kuhusiana na hilo jambo.
kile chombo cha habari kikazungumza kuhusiana na elimu zikatolewa kipengele kwa kipengele. Umeelewa vizuri? Umesema? Si mpaka wakuu waridhie. Ndio hicho ninachomaanisha, mpaka wakuu waridhie. Lakini tukaipigia kelele kipengele kwa kipengele kwa muda fulani. Baada ya hapo jambo likaja. Morning Bantu.